nani aliyeuumba. Miaka mitatu hii ilikuwa ikifika mwezi wa Ramadhani, kuanzia mwezi 21 mtume anatoka kwenda pangoni, lakini aliyekuwa anaandaa masrufu chakula cha mtume sallallahu alayhi wasallam kipindi chote hiki alikuwa ni bibi Khadija radhiyallahu anha. Kama si hivyo, wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam wanawake ndio walikuwa wana taaluma. Ukisoma katika tarikh, bwana mtume alikuwa na mmoja wa wake zake alikuwa anaitwa Ummu Salama. Ummu Salama radhiyallahu anha ndiyo mwanamke ambaye alikuwa anajua kusoma na kuandika kabla ya Uislamu na hata baada ya Uislamu. Lakini mama Aisha radhiyallahu anha, zauju Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, yeye ndo alikuwa mwalimu wa masahaba. Hata masahaba wanamume walikuwa wanakwenda kwa mama Aisha radhiyallahu anha kumuuliza masala mbalimbali. Ipo hadithi ya mtume, siku moja masahaba walikwenda kwa mama Aisha radhiyallahu anha kumuuliza kuhusu tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam. Mama Aisha akawapa maneno mafupi, jawami'ul kalim, maneno mafupi lakini yana maana pana. Aliwaambia, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khuluquhu alquran. Mkitaka kumjua Muhammad sallallahu alayhi wasallam, isomeni Qur'ani. Hamna sababu ya kuja kwangu na wala kuja kwa wake za mtume. Isomeni Qur'ani, mtamjua Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni akina mama, na hivi ndivyo ambavyo wanavyotakiwa wawe akina mama wa Kiislamu. Mtu mmoja anasema, al-ummu madrasa in a'dadtaha, mama ni chuo, mwanamke ni chuo kama ataandaliwa. Mwanamke kama ataandaliwa vizuri akaujua Uislamu. Tumeona hapa namna akina mama walivyokuwa mafasaha wa kusoma Qur'ani. Imesomwa na akina mama hapa. Binti aliyefungua hadhara hii kaisoma Qur'ani vizuri. Akina mama waliokuja hapa wamesema maneno vizuri. Wallah, tuna mashehe wakubwa wana malemba mazito, lakini waliyosema akina mama hapa hawayawezi. Shehe kanzu tu. Kwa hiyo kina mama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipeni kwa sababu mnauheshimisha Uislamu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotaka. Mwanamke lazima ashiriki katika majambo ya dini, na mambo ya dini yatakuwa yananawiri kama akina mama watashiriki. Leo uharibifu tunauona wa maadili sehemu kubwa una mchango mkubwa kwa akina mama. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala awalipeni kwa hilo. Lakini tuna vijana hawa. Miongoni mwa uzuri wa jambo hili ni kuwashirikisha vijana hawa katika mambo ya dini. Hawa wanajifunza kupitia sisi. Wanasema al-ilmu fi sighari kan-naqshi fi al-hajar, elimu inayotolewa katika utoto udogo ni sawa sawa na maandishi ya kuchonga katika jiwe. Ustadhi hapa MC wetu amewashindanisha vijana katika utoaji wa sadaka. Nini maana yake? Unaweza ukalikuta ni jambo dogo sana, lakini hili ni jambo kubwa katika malezi. Mtoto anaanza kufundishwa umuhimu wa kujitolea akiwa mdogo. Sisi watu wazima tulio wengi tumekuwa mabakhili. Kama utafanya research na utafiti, utagundua kwamba kumbe sisi hatukuleleka na kujifunza kutoa sadaka tokea tukiwa wadogo wadogo. Na ndio maana unafika wakati mtu yeye mwenyewe kwa sababu hakuleleka na utoaji, hata yeye mwenyewe anajifanyia ubakhili. Kipo kisa kimoja, kuna bwana mmoja alikuwa mkono wake haunyoshi kutoa kitu. Ikatokea bahati mbaya, siku moja akazama katika maji, akaingia katika bahari. Sasa wamekwenda watu kumuokoa, kila wakimtaka mwambia nyosha mkono wako, hayupo tayari. Anasubiri mtu aliyekuwa nje huko amnyoshe yeye ili aweze kutoka. Yeye ndiye amezama katika maji, ilikuwa yeye aunyoshe mkono wake ili atolewe, lakini anamsubiri mtu aliyekuwa nchi kavu
ampelekee mkono, alafu yeye aushike ule mkono atoke. Nini maana yake? Ubakhili wake ulipitiliza kiasi ambacho hata yeye mwenyewe ameshindwa kujisaidia. Mara nyingi huwa tunasema, mimi kule kwetu nilikotoka ni imamu, huwaga sithamini sana mfano msikiti kama huu una jambo la shilingi milioni 1, eti imamu aanze kupita kutafuta wafadhili milioni 1. Wanasali watu karibuni 200, wanashindwa kupata milioni 1, akatafutwe Muhindi, akatafutwe Mwarabu. Lakini kwa nini tunafikia hapo? Kwa sababu ule ubakhili uliopitiliza, hata jambo ambalo limo ndani ya uwezo wetu lazima tumtafute mtu aje kulifanya. Kwa hiyo hili kilichofanyika hapa kwa watoto ni kuwalea, kuwapa akhlaqi, kuwapa tabia njema. Amiru Shuara anasema innamal umam akhlaq ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu innamal umam akhlaq. Si vinginevyo, watu ni tabia, malezi. Watu ni malezi, sio elimu. Elimu ikiwa haina malezi inakuwa ni sumu. Tunaona leo masheikhi wanashambuliana katika mitandao, elimu zao kubwa, lakini nini? Maadili yamekosekana, akhlaqi imekosekana. Kwamba huyu ni shekhe mwanachuoni ana elimu, huyu ni shekhe ana ilmu kubwa, kwa nini washambuliane? Kwa nini kama mmoja amekosea asimwite mwenzake wakakaa pamoja? Tukio hili linatufundisha kitu kingine kikubwa, umoja wa misikiti 10. Kama kuna jambo gumu duniani ni kuwakusanya watu pamoja, na huu umoja ndiyo jambo la mwanzo alilolifanya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipofika Madina. Allah anasema wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kama kuna kitu muhimu sana katika maisha yetu ya sasa Waislamu ni kuwa kitu kimoja. Mtume alipofika Madina aliona kwamba kama sijawaunganisha Aus na Khazraj, kama sikuweka utaratibu wa mashirikiano mazuri baina almuslimina wal yahud, siwezi kusimamia dini hii. Jambo la mwanzo aliwakusanya Aus na Khazraj. Allah anasema ikumbukeni neema ya Allah, wadhkuru ni'matallahi alaykum, ikumbukeni neema ya Allah aliyoneemesha juu yenu, idh kuntum a'daa, pale mulipokuwa maadui, fa'alafa baina qulubikum, Allah akaunganisha kati ya nyoyo zenu. Kuna tofauti kati ya kuungana miili na kuna tofauti kati ya kuungana nyoyo. Mnaweza mkakaa kiti kimoja, safu moja, lakini kama nyoyo zenu sio moja, kila akiweka mguu, imamu akisema sawu sufufakum, mwenzako anakusogezea mguu wake, wewe unarudisha nyuma. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mmeungana kimiili lakini nyoyo zenu ni tofauti. Lakini Mwenyezi Mungu kwa tukio hili linatuashiria maimamu hawa na misikiti hii nyoyo zao zimeungana na Allah subhanahu wa ta'ala, tunamuomba aziimarishe. Nimalize katika bango letu pale kuna kauli mbiu. Walioandika lile na kutualika wameandika kauli mbiu kwamba watoto wetu tuwahimize kuswali. Watoto wetu tuwahimize kuswali. Nini maana yake? Hiyo ni dhikirul juz'i wa iradatul kull. Maana yake watoto wetu tuwalazimishe kufanya ibada. Hawa watoto, mtoto alivyo ni kama sponge. Sponge ukilitia katika maziwa litanyonya maziwa. Sponge ukilitia kwenye maji litanyonya maji. Sponge ukilitia kwenye mafuta ya petroli litanyonya mafuta na litalipuka ukilitia kwenye moto. Miongoni mwa mambo muhimu sana ni kulea vijana katika ibada. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam nimalize akisema, akiwaambia wazazi na walezi, alimu auladakum bi 3 khisal, wafundisheni watoto wenu. Alimu auladakum, wafundisheni watoto wenu. Nini maana yake?
kwamba mzazi ama mlezi ama mwalimu awe na tabia ya kuzungumza na mtoto wake, asimdharau kwa sababu ya udogo aliokuwa nao. Alimu auladakum, wafundisheni watoto wenu bithalathi khisal, mambo matatu. Jambo la kwanza, qiraati alquran, wafundisheni kuisoma Qur'an. Kwa nini Qur'an? Kwa sababu ndiyo muongozo wa maisha yetu sisi Waislamu. Ibada zote Mwenyezi Mungu ameziweka ndani ya Qur'ani. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaja akazifanyia tafsilati, akazichanganua. Ulama wakaja wakatuwekea miongozo namna ya kuitabiki na kuitumia Qur'an. Kwa jambo la kwanza, alimu auladakumul Qur'an, wafundisheni watoto wenu Qur'ani. Tuna ghazwatul fikri leo tumepigwa vita ya mawazo. Waislamu baadhi yetu hatuthamini Qur'ani. Tunadhani kwamba elimu na kuwa na kipato ni vitu kimoja. Hapana, kuwa na elimu ni jambo na kuwa na kipato ni jambo lingine. Tunawekeza sana katika masomo ya sekula, ni kweli, tusomeshe watoto wetu, tupate mainjinia, madaktari, maprofesa, ni lazima tufanye hivyo. Lakini lazima hii ilmu ruh, elimu ya roho, lazima tuwafundishe watoto wetu. Mwanao awe daktari, lakini wakati huo awe shekhe, Qur'ani anaijua. Mwanao tunataka awe injinia, binti yako awe nesi pale hospitali, lakini namuhitaji huyu na Qur'ani aijue. Atakuwa na uwezo wa kuwahudumia madaktari, wagonjwa. Akijua Qur'ani, alafu ni mtaalamu, ni nesi, ni daktari, atakuwa ni mwalimu wa kutibia wagonjwa, lakini wakati huo anawafanyia huruma, kwa sababu Qur'ani imemfundisha ukarimu. La pili, wa hubbi nabiyikum, wafundisheni watoto wenu kumpenda mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja jana, kuna mwanachuoni mmoja anasema inatakiwa hawa watoto kila wakifika usiku, basi kinachukuliwa kitabu kinachoelezea maisha ya bwana mtume, wanafundishwa, wanasomewa, wanasikia maisha ya mtume yalikuwa vipi. Kwa nini? Masahaba wengi walikuwa wametokea katika shirki, lakini walipoishi na mtume sallallahu alayhi wasallam wakawa watu bora. Kwa hiyo watoto lazima wafundishwe namna ya kumpenda mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kumpenda mtume ni huko kuwakusanya kama hivi katika mambo ya kheri. Ndugu zangu, natamani niseme sana, lakini wakati ni mdogo, na hii shughuli ni ya kina mama na vijana wao na sisi sote Waislamu kwa ujumla. Kwa hiyo ni pahala pa kutabaruku tu, ukipata nafasi kidogo basi unasema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba atuoneshe haki ili tuifuate, na atuoneshe batili ili tuweze kujiweka nayo mbali. Hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran Sheikh Saidi, tuwe radhi tumekukurupusha kukualika, lakini pia na kuzungumza, lakini walillahi alhamdu, makubwa umeyazungumza. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni wenye kuyasikia haya na kuyafanyia kazi. Nimrudishie maiki hii MC wetu aendelee inshallah. Naam, shukran Sheikh Uthman, lakini shukran pia Sheikh Said uliotoka kutupa maneno mazuri, nukuza kutoka katika Qur'an na hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atunufaishe kwa uwepo wenu, tupate fadhila zake Mwenyezi Mungu kutokana na fadhila zenu. Naam, ratiba inayofuata hapa ilikuwa tuweke ni mnada, lakini kwa nukta ya shehe alivyomaliza ni lazima tuweke nukta ya igizo mubasharatan ili kuunga nukta ya shehe. Watu wa maigizo tunawaomba msogee na muna dakika chache mno. Kwa hivyo